Klabu ya Wekundu Msimbazi Simba imefanikiwa kuweza kukamilisha usajili wa mchezaji beki wa kati central defender raia kutoka Congo Brazzaville. Simba waliweza kunufaika ama kufaidika na aina ya uchezaji wa mchezaji huyo, na dili hilo liliweza kufuatiliwa kwa karibu zaidi. Simba wamekamilisha usajili jioni ya hii leo. Mwakilishi pekee ambaye aliyeweza kusafiri kutoka Tanzania mpaka kule nchini Ghana kwenye klabu yake ya Asante Kotoko. Mchezaji huyo ni raia kutoka Congo Brazzaville. Simba wamekamilisha dili hilo la kuweza kumsajili Samba Onel kutoka Congo Brazzaville kwa mkataba wa miaka 2.5. Mwakilishi kutoka Tanzania aliyeweza kusafiri kutoka Tanzania mpaka kule nchini Ghana kuweza kufuatilia kwa karibu zaidi huduma ya mchezaji huyo. Haikuwa rahisi kuweza Simba kukamilisha mchakato wa mchezaji huyo. Asante Kotoko walikuwa ni moja kati ya vilabu ambavyo kidogo walikuwa wakiweka ugumu ama kuweka shinikizo la kumhitaji mchezaji wao kuendelea kusalia, kuendelea kuihudumia klabu hiyo ya Asante Kotoko, lakini mambo hayakuenda kama vile ambavyo wao walivyokuwa wakidhani. Mchezaji mwenyewe Samba Onel, raia kutoka Congo Brazzaville, yeye pia aliweza kufurahishwa na project ambayo kocha Steve Barker aliyeweza kuituma huko kwa mchezaji na kujaribu kutazama project ambayo kama kwake itakuwa ni project endelevu ama ilikuwa bora zaidi. Mchezaji huyo ameikubali kwenda kujiunga na miamba hiyo ya Afrika Mashariki na Kati kutoka katika mtaa wa Msimbazi. Wekundu Msimbazi Simba kuweza kukamilisha sajili ama saini ya mchezaji huyo. Chaguzi hii ya mchezaji huyo kutoka pale Congo Brazzaville imeweza kufanywa na kocha mwenyewe Steve Barker. Ameeleza kwamba kwenye ripoti yake, huku ikieleza kwamba anahitaji mchezaji beki wakati central defender ama beki namba 4, ambaye beki huyo ataenda kusaidiana kwa uzuri zaidi pamoja na Rushaine The Rock. Kocha Steve Barker ameweka wazi kwa maana kwamba kwa mabeki waliokuwepo kwa hivi sasa kwenye kikosi hiko cha Wekundu Msimbazi Simba hawana ule utayari wa kuweza kuitumikia klabu hiyo ya Simba. Ripoti ya mwalimu kocha Steve Barker pia imeweza kuelekeza kwa baadhi ya maeneo mbalimbali ambayo yeye pia amejaribu kuyatazama kwa karibu zaidi, maeneo gani ambayo anahitaji kwenda kuyafanyia maboresho. Fullback nambari 3, kwa taarifa zilizoweza kutufikia usiku hii leo kutoka kule taifa la Mauritania, huku zikieleza kwamba Harim Diao, raia kutoka Mauritania, naye pia tayari ameshaweza kuungana na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba kwa mkataba wa miaka 2. Kwenye kipengele cha mkataba kati ya Simba pamoja na Harim Diao, kipo kipengele kinachohusisha kuongeza mkataba mwaka mmoja pindi pale mkataba wake utakapoenda kutamatika. Simba mpaka hivi sasa tayari wachezaji wawili tayari wamesha saini mkataba na tayari wameshaweza kuongeza idadi ya wachezaji wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, huku taarifa zingine zikieleza kwamba kiungo mshambuliaji kutoka eneo la katikati central midfielder raia kutoka pale Ivory Coast anaitwa Idriss Diomande. Huyu ni moja kati ya wachezaji bora kwelikweli. Kocha Steve Barker ameweza kuweka wazi kwa aina ya uchezaji wake, anamtamani kwelikweli kuongezeka kwenye kikosi hiko cha club ya Wekundu Msimbazi Simba. Hapo mwanzo haikuwa rahisi kwa upande wa Singida Black Star kuweza kutoa majibu ya kinifu, kwa maana kwamba kumruhusu mchezaji wake Idriss Diomande kwenda kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Shinikizo kubwa likitoka kwa upande wa kocha Steve Barker, ameeleza kwamba anahitaji huduma ya mchezaji huyo, ndipo uongozi wa klabu hiyo ya Simba walijaribu kukaa chini na kujadili kwa ukaribu zaidi kuona labda ubora wa mchezaji huyo ndio chaguzi ambayo kocha Steve Barker iliweza kumshawishi kuendelea ama kumsajili mchezaji wa aina hiyo. Mpango mkakati uliokuwepo kwa upande wa viongozi wa Simba, target yao ya kwanza ilikuwa ni kumrudisha Chota Clatous Chama kutoka taifa la Zambia, mmoja kati ya wachezaji ambao muda mrefu walikuwa wakiimbwa pale ambapo walipokuwa wakihudumia klabu hiyo ya Simba.
Nikinukuu kauli moja ya kiongozi wa klabu hiyo ya Simba ikieleza kwamba siku za hivi karibuni Jota Clatous Chama anaweza kurejea kwenye viunga hivyo vya Msimbazi. Taarifa leo za jioni baada tu ya Simba kukamilisha usajili wa Idris Diomande, hizi ndoto na Jota Clatous Chama kurejea kwenye kikosi hiko cha Simba tayari zimeshaweza kufutwa, huku taarifa zingine zikieleza kwamba baada tu ya wachezaji watatu kuweza kukubali siku hii leo, ikiwa ni Januari 13 mwaka 2026, wachezaji watatu kutoka mataifa matatu, mataifa ambayo yenye historia kulisakata kabumbu bara la Afrika. Mmoja kutoka pale Ivory Coast, Idris Diomande, na mwingine kutoka pale Mauritania, Hadim Diao, na mwingine kutoka pale Congo Brazzaville. Huyu anaitwa Samba Onel Songane, ambaye pia ameweza kusainiwa na klabu hiyo Wekundu Msimbazi Simba kwa mkataba wa miaka 2.5. Lile pengo ambalo lilokuwa likijaribu kuwagharimu klabu ya Wekundu Msimbazi Simba katika safu ya ulinzi, sasa hiyo jambo limeenda tena kuhudumiwa ama kwenda kutibiwa na mchezaji wa aina nzuri kwelikweli. Mwanzo nilikwambia kwamba haikuwa rahisi Asante Kotoko kuweza kumruhusu mchezaji wao. Kumbuki ya kwamba Samba Onel ni nahodha wa kikosi hiko cha Asante, lakini pia sababu ambazo zilizoweza kushawishika kwa mchezaji huyo kwenda kukubali kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba ni kwanza shinikizo la kocha mwenyewe. Kocha Steve Becker aliweza kufanya mawasiliano ya moja kwa moja na management yake inayomsimamia mchezaji huyo, na mchezaji mwenyewe alikiri dhahiri wa shahiri kwamba anahitaji kujiunga na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Kinachosubiriwa kwa hivi sasa, mchezaji ambaye hivi sasa bado taarifa zake hazijaweza kukamilika kutokana na ugumu wa timu ambayo anayoichezea. Juhudi na uwezo mkubwa ambao hivi sasa unaofanywa na uongozi wa klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba, jitihada ziko nyingi kwelikweli kwa golikipa raia kutoka pale nchini Ghana. Ziko 80% golikipa huyo ambaye Simba wanatarajia kwenda kumtangaza ama kumsajili, lakini mpaka hivi sasa club anayochezea golikipa huyo raia kutoka pale Ghana bado hawajaweza kutoa mrejesho kwamba wako tayari kufanya biashara pamoja na klabu ya Wekundu Msimbazi Simba ama biashara imekufa. Golikipa huyo raia kutoka pale Ghana, yeye mwenyewe pia alijaribu kuulizwa na management yake inayomsimamia mchezaji huyo, kwa maana kwamba yuko tayari kwenda kujiunga na miamba hiyo ya Afrika ya Mashariki na Kati. Mpango mkakati, Simba wanahitaji kuongeza golikipa mwingine kutokana na taarifa za daktari mkuu wa kikosi cha timu ya taifa Tanzania Taifa Stars baada tu ya kuweza kupata majeraha golikipa namba 2 kwenye kikosi hiko cha Simba, Yakubu Suleiman, zikieleza kwamba wao golikipa huyo amepata majeraha na atakuwepo nje kwa takriban miezi 2 mpaka kufika miezi 3. Huko golikipa namba 1 kwa maana kwamba kwenye kikosi hiko cha Simba Musa Kamara Mpimpinde pia anakuwepo nje baada tu kufanyiwa operation ya goti kwenye goti lake ama mguu wa kulia, na yeye pia atakuwepo nje kwa takriban miezi 3. Sasa kwa mujibu wa taarifa hiyo, Simba wako tayari kwenda kumuongeza golikipa mwingine wa kimataifa ambaye pia ataenda kusaidiana vizuri kwa karibu zaidi na Hussein Abel, raia kutoka taifa hili la Tanzania. Kama Simba watafanikiwa kuweza kuinasa saini ya golikipa huyo raia pale kutoka Ghana, basi itakuwa ni jambo zuri kwelikweli kuweza kwenda kuimarisha katika safu ya milingoti mitatu na safu ya ulinzi kwa hivi sasa. Kinachoangazwa kwa hivi sasa ni fullbeki namba 2. Ripoti ya mwalimu kocha Steve Becker pia imejaribu kuelekeza kwamba kuna baadhi ya maeneo pia yanahitaji kwenda kufanyiwa maboresho. Mmoja kati ya maeneo hayo ni fullbeki namba 2, ambayo fullbeki namba 2 kwenye kikosi hiko cha Simba kikichezwa na Shomari Kapombe, Show Me The Way, Baba Esa pamoja na David Kameta Duchu. Kocha Steve Becker ameeleza kwamba anahitaji kwenda kuongeza fullbeki namba 2, ambaye fullbeki huyo atakuwa na uchochezi ama ubora ama ufanisi utakuwa kuwa bora zaidi kwenda kusaidiana na Shomari Kapombe, Baba Esta. Kwa taarifa zilizotufikia mpaka hivi sasa, bado juhudi zikiendelea kushamiri kwa upande wa uongozi wa klabu hiyo Wekundu Msimbazi Simba kwenda kumtafuta mchezaji ambaye atakuwa ni mmoja kati ya wachezaji watakaoenda
kucompete vizuri pamoja na Shomari Kapombe. Kinachosubiriwa kwa hivi sasa, wachezaji wanne kutoka ndani ya klabu hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba, taarifa zikieleza kwamba Joshua Mutale Budo kutoka pale taifa la Zambia, yeye pia amegoma kuondolewa kwa mkopo. Shobutale Budo ameeleza kuambia viongozi wake wa klabu hiyo Wekundu Msimbazi Simba kwamba yeye hayuko tayari kuondoka hapo kwa mkopo. Anachohitaji kwa hivi sasa, Joshua Mutale Budo anahitaji kuuzwa moja kwa moja na si kuondolewa kwa mkopo. Uongozi wa klabu hiyo Wekundu Msimbazi Simba pia amejaribu kukaa chini kujadili kwa kina zaidi kwa upande wa Steven Dese Mukwala, na pia kuhitajika kuondolewa hapo kwa mkopo, kurudi kwao nchini Uganda, ama klabu yoyote itakayotokea hapa nchini Tanzania, basi wao wako tayari kumtoa Steven Dese Mukwala kwa njia ya mkopo. Huku mchezaji mwingine raia kutoka pale Ivory Coast, Karabu Chamu, yeye pia amekubali kuondolewa hapo kwenye kikosi hiko cha mkopo kwa ajili ya kuapisha wachezaji wapya wanaokuja kuungana na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Lakini pia vipi kuhusiana na ile dili la kiungo mshambuliaji kutoka klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, Jean-Charles Ahoua, na pia dili lake la kuondoka hapo klabuni Simba limekufa rasmi, kwa maana kwamba klabu iliyokuwa ikimhitaji Jean-Charles Ahoua, klabu ya Raja Casablanca ama Raja Athletics Club pale nchini Morocco, pia tayari wameshaweza kumpata mchezaji mwingine raia kutoka taifa hilo la Morocco pamoja na taifa raia kutoka taifa hili la Tanzania. Kama Simba watafanikiwa kuweza kuinasa saini ya golikipa huyo raia pale kutoka Ghana, basi itakuwa ni jambo zuri kwelikweli kuweza kwenda kuimarisha katika safu ya milingoti mitatu na safu ya ulinzi kwa hivi sasa. Kinachoangazwa kwa hivi sasa ni fullbeki namba 2. Ripoti ya mwalimu kocha Steve Becker pia imejaribu kuelekeza kwamba kuna baadhi ya maeneo pia yanahitaji kwenda kufanyiwa maboresho. Mmoja kati ya maeneo hayo ni fullbeki namba 2, ambayo fullbeki namba 2 kwenye kikosi hiko cha Simba kikichezwa na Shomari Kapombe, Show Me The Way, Baba Esa pamoja na David Kameta Duchu. Kocha Steve Becker ameeleza kwamba anahitaji kwenda kuongeza fullbeki namba 2, ambaye fullbeki huyo atakuwa na uchochezi ama ubora ama ufanisi utakuwa kuwa bora zaidi kwenda kusaidiana na Shomari Kapombe, Baba Esta. Kwa taarifa zilizotufikia mpaka hivi sasa, bado juhudi zikiendelea kushamiri kwa upande wa uongozi wa klabu hiyo Wekundu Msimbazi Simba kwenda kumtafuta mchezaji ambaye atakuwa ni mmoja kati ya wachezaji watakaoenda compete vizuri pamoja na Shomari Kapombe. Kinachosubiriwa kwa hivi sasa, wachezaji wanne kutoka ndani ya klabu hiyo Wekundu Msimbazi Simba, taarifa zikieleza kwamba Joshua Mutale Budo kutoka pale taifa la Zambia, yeye pia amegoma kuondolewa kwa mkopo. Shobutale Budo ameeleza kuambia viongozi wake wa klabu hiyo Wekundu Msimbazi Simba kwamba yeye hayuko tayari kuondoka hapo kwa mkopo. Anachohitaji kwa hivi sasa, Joshua Mutale Budo anahitaji kuuzwa moja kwa moja na si kuondolewa kwa mkopo. Uongozi wa klabu hiyo Wekundu Msimbazi Simba pia amejaribu kukaa chini kujadili kwa kina zaidi kwa upande wa Steven Dese Mukwala, na pia kuhitajika kuondolewa hapo kwa mkopo, kurudi kwao nchini Uganda, ama klabu yoyote itakayotokea hapa nchini Tanzania, basi wao wako tayari kumtoa Steven Dese Mukwala kwa njia ya mkopo. Huku mchezaji mwingine raia kutoka pale Ivory Coast, Karabu Chamu, yeye pia amekubali kuondolewa hapo kwenye kikosi hiko cha mkopo kwa ajili ya kuapisha wachezaji wapya wanaokuja kuungana na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Lakini pia vipi kuhusiana na ile dili la kiungo mshambuliaji kutoka klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, Jean-Charles Ahoua, na pia dili lake la kuondoka hapo klabuni Simba limekufa rasmi, kwa maana kwamba klabu iliyokuwa ikimhitaji Jean-Charles Ahoua, klabu ya Raja Casablanca ama Raja Athletics Club pale nchini Morocco, pia tayari wameshaweza kumpata mchezaji mwingine